kidemokrasia. Tunahitaji uhuru wa kidemokrasia. Tunahitaji mambo mengi ambayo vyama vya siasa vitakuwa huru katika kufanya shughuli zake. Vyama vya siasa vitakuwa huru katika kushiriki chaguzi mbalimbali. Lakini vyama vya siasa vitakuwa huru ndani ya vyama vyao bila kuingiliwa na mtu yoyote. Ameeleza kwa ufasaha, ameeleza kwa uzuri, kwa ustadi ambao kila mtu ukimsikiliza unaona katika engo hii amezungumza vizuri, na sisi tunampongeza katika kuifanya demokrasia, kuipigania na kuonyesha kwamba hatukubaliani na baadhi ya mambo ambayo hayako sawa sawa. Lakini katika hayo maelezo yapo mambo ambayo ameelezea chama. Amegusia chama, na si chama kingine, ni chama chake ambacho yeye kwa namna moja ama nyingine ndio muongoza safari, ndio naoza, ndio jemedari, ndio dereva, ndio pilot. Ndio mtu ambaye amekaa mbele na sisi wengine tuko nyuma. Ndio mtu ambaye anachora michoro, ndio mtu ambaye anasimamia michoro, ndio mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine aliwezi kwenda jambo lolote bila kufika kwenye meza yake, na yeye ndio mtu wa mwisho wa kusema yes tunafanya, no hatufanyi. Sasa katika engo hii yapo mambo machache ambayo ameyazungumza. Jambo la kwanza, ameeleza mchakato mzima wa mkutano mkuu tuliofanya tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mkutano ambao ajenda yake kubwa ilikuwa ni kuchagua wanachama ambao watakwenda kuwakilisha kwenye nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika mwaka huu, mwishoni mwa mwaka huu. Lakini pia kumpata mwanachama atakayewakilisha kugombea nafasi ya urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pia kujaza nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama taifa kwa upande wa Tanzania bara, nafasi ambayo ilikuwa wazi takriban kwa mwaka mmoja uliopita. Ndio zilikuwa ajenda kubwa ambazo mkutano huo maalum tulikwenda kujadili na kutoa majibu ya hayo tuliojadili, na kupata watu ambao wao watakuwa ni sehemu ya uwakilishi katika uchaguzi huu na chama kwa ujumla kama tulivyosema. Sasa kwenye taarifa yake amesema ya kwamba chama chetu cha AAFP ambaye yeye ndo mwenyekiti wa chama hiko, tumempitisha mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nitakuwa nimemuelewa vizuri, bila kufata utaratibu wa kikatiba, utaratibu wa kikanuni na utaratibu wa chama kama ulivyozoeleka. Na ametumia lugha moja nyepesi sana ya kusema ya kwamba mgombea huyo ameletwa mkobani bila kujadiliwa na vikao vyenye maamuzi na vikao vyenye mamlaka ya kumjadili ama kuwajadili watu ambao wameshiriki uchaguzi huo. Mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana niseme kwa nafsi yangu, sijalizika na maneno ambayo ameyazungumza mwenyekiti kwenye engo hii. Nikirejea nyuma kwa faida ya watazamaji, wanachama, viongozi na wadau wa siasa ambao wamekuwa wanatufuatilia kwa namna moja ama nyingine kwenye chama chetu, mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 4 2025, Mheshimiwa Mkurugenzi wa Habari, Itikadi na Uenezi, Mheshimiwa Saidi Rashidi Maokola alitoa taarifa katika vyombo vya habari ya juu ya mchakato mzima wa mkutano mkuu maalum ambao tuliufanya tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Na taarifa yake ilikuwa kama ifuatavyo. Na nukuu, Mheshimiwa mwenezi wa chama alitoa utaratibu kwa wanachama wote wa chama cha wakulima nchi nzima ambao wana sifa ya kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti iliyokuwa wazi
akatoa utaratibu kwamba tarehe 16 zoezi zima la uchukuaji wa fomu utaanza kwa nafasi hiyo, na akaeleza ya kwamba nafasi hiyo itachukuliwa kwa gharama ya bure, lakini pia itarudishwa kwa gharama ya shilingi 50,000. Itajazwa hiyo fomu na hiyo fomu itakabidhiwa katika ofisi ya katibu mkuu. Lakini hivyo hivyo akaeleza pia kwamba nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akaeleza fomu kuchukua ni bure, lakini fomu hii fomu hizo zitatolewa bure, lakini pia watakaochukua fomu kwa maana ya wanachama ambao wako tayari kushiriki uchaguzi huo katika maeneo hayo watalipa ada ya shilingi 500,000. Mwenezi anakwenda mbali zaidi, anasema kwamba zoezi litafunguliwa tarehe 16 lakini litafungwa tarehe 22. Alikuwa na maana ya siku 7. Lakini kwenye taarifa yake inaeleza kwamba baada ya zoezi hilo la uchukuaji wa fomu kwa nafasi ya makamu mwenyekiti, uchukuaji wa fomu kwa maana nafasi ya mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa nafasi ya mgombea wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kule Zanzibar, baada ya kurudisha fomu tarehe 22, tarehe 26 kutakuwa na usaili wa hao watu ambao wameomba hiyo nafasi. Hiyo ni taarifa ya mwenezi kwamba tarehe 26 utakuwa na usaili wa viongozi ama wanachama walioomba kutaka kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama. Lakini anaendelea, anasema tarehe 27 inaonyesha kwamba chama, kamati kuu ya chama taifa itaketi kwa ajili ya kujadili na kuyapitisha majina ya wagombea wa nafasi hizo zote ambazo zimetajwa, lakini pia na kupangilia ajenda ambazo zitakwenda kujadiliwa kwenye halmashauri kuu ya chama taifa, na baada ya halmashauri kuu ya chama taifa basi ajenda hizo ziende kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kutolewa maamuzi. Kwa hiyo tarehe 27 kalenda yetu ya matukio inaonyesha kwamba tutakaa kikao cha kamati kuu ya chama taifa. Lakini tarehe 28 kikao cha halmashauri kuu ya chama taifa kwa ajili ya kujadili yale mambo ambayo kamati kuu yamepeleka kwenye halmashauri kuu, na halmashauri kuu kuweka sawa, na baada ya hapo sasa hatua ya mwisho itakwenda kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kutolea maamuzi ya hayo majambo ambayo tumeyajadili katika hivyo vikao. Sasa baada ya tarehe 28, tarehe 29 ratiba inaonyesha kwamba tutakuwa na mkutano mkuu maalum ambao tumeshaufanya. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti anasema kwa sauti kubwa kwamba mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kufuata utaratibu wa kikatiba na wala hakujadiliwa kwenye. Lakini pia anasema kwamba jina lake limekwenda kutoka kwenye mkoba na kupitishwa kwenye mkutano mkuu. Sasa niweke sawa hili kwa sababu watu wengi wamemfuatilia na watu wengi wameona itakuwa si vizuri jambo hili tukiliacha wazi bila kusema na kuona namna gani ambavyo jambo hili linaweza kuwa sawa. Waheshimiwa viongozi mbalimbali ambao mpo hapa, waheshimiwa wananchi ambao mnatusikiliza moja kwa moja, chama kilifuata taratibu zote. Ofisi ilikuwa wazi kwa tarehe 16 kwa ajili ya zoezi la uchukuaji wa fomu. Watu mbalimbali walichukua fomu, walijaza fomu kwa usahihi, wakarudisha fomu, wakalipa ada ambazo zimeelekezwa kwa mujibu wa taratibu ambazo mwenezi ameeleza. Lakini pia tarehe 26 tulikaa secretariat ya chama
makao makuu, tukafanya usaili wa wagombea ambao wameomba hizo nafasi, na tukapeleka majina kwenye kikao cha kamati kuu. Kamati kuu ya chama ilikaa, tukajadili, tukapitisha ya kupitisha, na baadaye tukaendelea kwenye kikao cha halmashauri kuu. Halmashauri kuu nayo wakafanya wanaweza kufanya, na mwisho wa siku tukaenda kwenye mkutano mkuu. Sasa kama yeye anasema kwamba hapakuwa na vikao vya kujadili, hapakuwa na vikao vya kuzungumza mchakato mzima, mwenyekiti angesema tu kwa busara kwamba yeye hakushiriki vikao hivi, ingekuwa jambo zuri sana, kwa sababu kila kikao kina akidi ya vikao. Sio kwamba wajumbe mkutano mkuu wako 28 ni lazima wajumbe wote wawepo 28. Kiwa 16, kiwa 20, akidi ikiwa inatosha, basi kikao kinakuwa kimebarikiwa na kikao kinaendelea. Kwa hiyo busara ambayo itakiwa ifanye mwenyekiti ni kusema tu kwamba mimi sikushiriki kwenye kikao cha kamati kuu, labda kwa sababu moja ama mbili. Lakini kwa lugha aliyotumia kwamba akufanyika utaratibu, atukukaa kujadili, mimi nadhani mwenyekiti hapa amezungumza kitu ambacho naweza kusema kwamba sisi tunaweza kuwa na mashaka kama mwenyekiti wa chama taifa, ambaye yeye ndio mwenye sauti ya mwisho, na anasema kwamba yeye atukujadili chochote, na sisi ndio tumwamini yeye na kuwa mwenyekiti wetu. Si hatuioni hiyo sifa yeye kuwa mwenyekiti kwenye lengo hili. Sasa mwenyekiti wa namna gani kama mambo yanakwenda, tunakwenda kujadili jambo kubwa, tunafanya maamuzi, alafu wewe unakiri kwenye vyombo vya habari hujui chochote, na sisi wewe ndio jemedali wetu umekaa kule mbele? Manake hiyo sifa ya wewe kusimamia chama na kutoa maamuzi kwenye chama, hiyo sifa una. Na kama umepoteza hiyo sifa, unaendeleaje kubaki kuwa mwenyekiti wa chama taifa? Kama hiyo sifa ya wewe uwezi kutoa maamuzi na unakiri kwamba jina la mgombea urais limetoka kwenye mkoba wa nani? Sisi tulitegemea huo mkoba ni mkoba wako wewe mwenyekiti. Sasa unaposema jina limetoka kwenye mkoba, ni mkoba wa nani sasa? Kwa sisi tunaona kwamba kama hiyo sifa ya wewe kutoa ya kujadili na kutoa maamuzi unakosa, tunaiona hata sifa ya wewe kuwa mwenyekiti pia hatuoni sifa ya wewe kuendelea kuwa mwenyekiti. Hilo moja. Lakini jambo la pili, kwenye taarifa yake anasema chama hiki kimejaa machawa. Yaani anasema kwa sauti kubwa kwamba chama hiki kimejawa na machawa. Machawa ambao wanafanya kazi ya kuilinda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafanya kazi za Chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha kwamba tunavuruga mfumo wa chama, tunaharibu taratibu za chama kwa lengo la kuwabeba watu wengine. Naomba niweke sawa katika jambo hili, na nitumie fursa hii kuambia watu, kama mwenyekiti wa chama taifa anakiri chama hiki kina machawa ambao wanaona ndo wanaofanya taratibu za umu zisiende sawa sawa, basi na mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana nakiri kwamba chama hiki kweli kina machawa. Lakini chawa namba 1 wa chama hiki ni mwenyekiti wetu wa chama taifa. Ndo chawa namba 1. Si amekiri mwenyekiti kwamba chama hiki kina machawa, basi yeye ndo chawa namba 1. Na baada ya sisi kugundua kwamba yeye ndo chawa namba 1, na ndio maana wananchi au wajumbe wakashindwa kumchagua, kwa sababu hatuwezi kumchagua chawa wa mambo ya watu wengine kwenda kuwakilisha chama chetu kwenye mambo mbalimbali. Kwenye kula 97 amepata kula 19. Kama sababu walikuwa hajui ni nini, ni kwa sababu ya yeye kuwa chawa namba 1 kwenye chama hiki. Kwa sababu sasa hivi tumekubaliana hatutaki kuwa na watu wanaoitwa machawa kwenye chama chetu. Kwa hiyo kama mwenyekiti amejizungumzia tu mwenyewe, ikumbuke kwamba mwaka 2010 mheshimiwa mwenyekiti alikuwa mgombea wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa upande wa rais. Alisema hadharani, aliwaambia wananchi hadharani kwamba kama Said Sudi hatoshi,
Kama Said Sudi mnamuona hamwezi kumchagua, basi wamchague Sheni. Alizungumza hadharani. Leo anasema machawa. Kwa nini yeye tusimwambie yeye ndo chawa? Hadharani alisema kwamba kama Said Sudi atoshi, wananchi wanamuona Said Sudi atoshi, basi anawaelekeza Wazanzibari wamchague Sheni. Sheni ambaye ni mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi. Tulivumilia kwa sababu tulikuwa tunamheshimu mheshimiwa mwenyekiti. Tumelinda heshima yake kwa muda mrefu, takriban mwaka wa 16 tunalinda heshima yake. Lakini leo tunaona sasa heshima ambayo sisi tumelinda kwa muda mrefu kama anataka iondoe. Tulipotoka ni mbali sana ndugu zangu. Mpaka tumefika sasa chama tulipotoka ni mbali mno. Alikuwa ananiambia hapa mtu wangu nyuma ya kamera, anasema ukiondoa CCM ambao wana media zao zenye vifaa vyao, hakuna chama kingine chochote cha upinzani chenye media yao ambayo ina vifaa vyao zaidi ya chama cha wakulima. Hii ni hatua kubwa. So kwa bahati mbaya chama toka tuanzishwe, baada ya sheria ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, tulikuwa tunapata hati chafu. Kila mwaka taarifa zetu sisi ni mbaya kwenye fedha. Mwaka huu tunashukuru Mungu tumeandaa vizuri taarifa zetu, tumeenda kupata hati safi. Yote sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu usiku na mchana tunajaribu kuondoa mapungufu ya chama chetu. Kukifanya chama chetu, kukitoa chini, kukipeleka mbali zaidi. Na tumefanikiwa kwa kiasi fulani ambacho sisi tunaamini tumefanikiwa. Hatuwezi kukubali sisi ambao tumepigana, tumeteseka na hiki chama, tumehangaika na hiki chama. Kuna muda ilitulazimu tulale polini kwenye mazingira magumu, tule kwenye mazingira magumu, tusafiri kwenye mazingira magumu, tugombane na watu ambao wanaamini nchi wao ndio wana mamlaka kuwa viongozi. Tunagombana nao kwenye majukwaa kwa maneno mbalimbali kwa ajili ya kupandisha chama chetu hadhi, alafu anatokea mtu eti anataka kutufanya chama hiki kionekane ni chama tu cha hovyo, kina watu wa hovyo. Hatuwezi kukubali. Mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana mwenye zamana ya ulinzi na usalama wa chama hiki, kuanzia kwenye kusemwa vibaya, kuanzia kwenye mambo ambayo yatakuwa ya hovyo ya kutuzuru, siwezi kukubali kuona mtu yoyote, awe mwenyekiti wa chama, awe katibu wa chama, awe mjumbe, awe mwananchi wa kawaida, anagusa kutaka kuchezea chama chetu. Hatuko tayari. Mimi binafsi siko tayari. Siko tayari na sitoendelea kubaki kuwa tayari katika hili. Kwa hiyo tukienda kwenye hoja ya msingi, mheshimiwa anasema kwamba sisi ni machawa, tunatumika, tunaweka mchakato wa kuharibu mazingira. Lakini wai leo miaka 16 utawala wake wa mwenyekiti, na mpaka leo bado mwenyekiti, tunaendelea kumwamini kwamba yeye ni mwenyekiti. Kwa nini leo imekuwa maneno ya namna hiyo? Kwa hiyo tukiangalia maneno haya tunaona kwamba mwenyekiti ana nia nzuri na hiki chama, na sisi hatuko tayari kuona mtu yoyote anakuwa na nia mbaya katika hiki chama. Ndugu zangu, viongozi wenzangu ambao mko hapa na wananchi ambao mnatufuatilia, leo kule Zanzibar watu wamekosa amani kwenye chama hiki. Huyu anatishwa atafukuzwa chama, huyu anatishwa atasimamishwa chama, huyu anaambiwa hivi, huyu anaambiwa vile. Hiki chama sio cha mtu mmoja aisee, lazima tukubali. Hii ni taasisi ya umma. Hiki ni chama cha siasa. Chama cha siasa ni taasisi ya umma. Chama hiki ni chama cha kila Mtanzania. Kama sisi kwa upande wa Uislamu tunaambiwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba umma wangu wote utaenda peponi ila tu kwa yule ambaye asiyotaka. Na ndio kama taasisi ya umma. Taasisi ya umma ni ya kila mtu, ila kwa yule asiyotaka huwezi kumlazimisha. Huyu ataenda CCM, huyu ataenda CUF, huyu ataenda Chadema, huyu atabaki AFP, huyu atakuwa na chama. Lakini taasisi ya chama cha siasa ni taasisi ya umma. Huwezi kuwa na ujasiri wa kusema wewe ufai chama changu hivi na hivi. Hiki chama kina mwenyewe. Sio mwenyekiti wa chama, sio katibu mkuu,
sio viongozi wa majukwaa, sio mtu yoyote. Hiki ni chama cha wananchi wote, hiki ni chama cha watu wote ambao wako tayari kukitumikia chama hiki. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuambia wananchi wote, viongozi wote, kwamba usitishike na kauli ya kiongozi yoyote anayekutisha kwa namna moja ama nyingine eti kutaka kukufukuza chama au kukusimamisha chama. Hiki sio chama cha namna hiyo. Katiba yetu inatuongoza, inatuelekeza, sheria na kanuni zetu zinatuongoza, zinatuelekeza ya kwamba hakuna mtu yoyote, sio mwenyekiti, sio makamu mwenyekiti, sio katibu mkuu, sio mtu yoyote mwenye nafasi ya kuweza kumfanya mtu asiwepo katika chama hiki. Hakuna na hayupo mtu huyo. Bali katiba na kanuni ndio zitakatuongoza sisi kama viongozi, kama wanachama kwenda sawa sawa. Sasa niseme tu kwamba mwenyekiti ametumika na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu. Sasa hivi inaonekana Chama cha Mapinduzi hawana mpango naye, na inasemekana sasa hivi jambo liko wazi, anatumika na watu wengine. Sasa yeye kama alisema sisi tunatumika, sisi tunazo taarifa zake yeye sasa hivi anatumika na kina nani. Nafikiri huko wenzangu mbele watakuja watazungumza, mimi nisiende mbali sana katika hii, lakini niseme kwamba sisi hatuko tayari kuona mtu yoyote ndani ya chama chetu anatumika kwa maslahi ya watu wengine. Na kwa kuligundua hili tukaona kwamba hawezi kutufaa kuwa mgombea wa urais kule Zanzibar, kwa sababu alishafanya kampeni za wazi za kuipigia Chama cha Mapinduzi kula ama chapuo kwa wananchi. Lakini nikiendelea katika hoja hii, ndio yeye huyu ambaye 2015 alikuwa miongoni mwa kiongozi ama mgombea kule Zanzibar ambaye alitumika kumshughulikia sana Mheshimiwa Seif Maalim Seif. Yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye ndo anaongea sana katika hili, kamsema sana vibaya marehemu Seif Sharif Hamad, na baadaye ujira wake kwa CCM wakaona wamteue kuwa mwakilishi kule Zanzibar, na baadaye wakampa waziri ofisi ya rais asiyekuwa na wizara maalum. Sijui kama iko cheo kipo, lakini yeye alipewa kwa sababu ya yale maneno ambayo alimshughulikia Seif Maalim Seif ambaye ndo mpinzani namba 1 kule Zanzibar. Alafu leo nasikia TCCT wanasema ndo anataka wasaidia. Atawasaidia nini mtu wa namna hii? Kama ACT Wazalendo wanaamini kiigizo chao chema kule Zanzibar ni Seif Sharif Hamad, ambaye mwenyekiti huyu ambaye ndo alitumika kumsema vibaya kipindi cha uhai wake, leo atawasaidia nini? Ni zaidi tu kwamba mnaenda kuyakumbatia matatizo ambayo hamtaweza kuyatatua. Lakini pia huyu mwenyekiti ndio mtu ambaye alishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhalalisha upigaji wa kula mara 2 kule visiwani Zanzibar. Leo anakuja na wadanganya watu eti kwamba naomba radhi. Unaomba radhi kwa mazingira gani wakati ushawagharimu watu? Leo Zanzibar wanapiga kula mara 2, kitu ambacho kinaonekana ni sababu ya kufanya upande fulani kuwa na favorite kubwa. Lakini yeye alikuwepo bungeni, na alikuwepo bungeni sio kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, alikuwepo bungeni kwa tiketi ya chama cha AFP. Lakini alishindwa kusema kwamba haiwezekani, alishindwa kupiga kula ya hapana, kwa sababu hata angepiga kula ya hapana bado wangeshinda tu, kwa sababu CCM walikuwa wengi. Lakini aliidhinisha. Leo anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kula ya siku ya kupiga mara 2. Mtu wa namna kama hii tukaona kwamba hawezi kutusaidia kwenye uchaguzi unaokuja. Huu ni uchawa mkubwa kama alosema, na yeye ndo baba yetu kwenye uchawa ndani ya chama hiki. Nimalizie tu kwa kusema, akasema kwamba chama kinapokea pesa kwa serikali kwa ajili ya uchaguzi. Tena anaenda mbali zaidi, anasema kawaida yao huwa wanatoa siku moja kabla ya uchaguzi. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, ni lini, siku gani, mwaka gani, uchaguzi gani tuliwahi kupewa pesa na serikali? Vyama vyote
siku moja kabla ya uchaguzi. Sababu mimi ninavyofahamu kwamba hata sheria ya ruzuku, serikali inatoa ruzuku na mlango wa kupokelea ruzuku ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa hili jambo hata msajili wa vyama vya siasa atolee ufafanuzi. Sisi wengine wadogo hatufahamu, kumbe serikali inatoa pesa kwenye vyama hivi ambao havina ruzuku, na sisi tunaaminishwa kwamba tujitolee, tupambane, kumbe serikali inatoa ruzuku. Watutolee ufafanuzi, kwa sababu hii ni moja ya maneno ambayo yanaweza katugombanisha kwa watu huko. Sisi tunaamini na tunawaambia watu kwamba chama ni kujitolea, tupambane, tuingie kwenye sheria ya kupata ruzuku, kwa maana ya kupata wabunge, kupata 5% za kula za wabunge, tupate madiwani, tutapata ruzuku, tutaendesha chama vizuri. Lakini leo mwenyekiti anatuambia kumbe chama kinapata pesa siku moja kabla ya uchaguzi. Sasa mheshimiwa msajili, pia ili utusaidie, kwa sababu naona mimi nimepigiwa simu nyingi sana na wadau mbalimbali kutoka mikoani wakilaumu kwamba kumbe vyama vinapata pesa na chama tusemi tunakula sisi peke yetu hapa makao makuu. Kwa hiyo nini msingi wa maneno yangu haya? Msingi wa maneno yangu haya kwamba mwenyekiti anatoa tuhuma ambazo yeye anajishutumu mwenyewe. Na kama anajishutumu mwenyewe, maana yake kwamba yeye anajiona afai kuendelea kuwa mwenyekiti kwenye chama hiki. Kama maamuzi yanafanyika alafu yeye hajui, maana yake hana sifa kuendelea kubaki kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo wito wangu ni nini sasa kama mwenyekiti wa jukwaa la vijana, baada ya kukaa na wenzangu kwenye jukwaa langu? Wito wangu ni kama ufuatao. Moja, tunaandaa barua ya malalamiko ya kutokuwa na imani na mwenyekiti wa chama hiki taifa, ambayo barua hiyo tutawasilisha kwenye ofisi ya katibu mkuu, kuiomba ofisi ya katibu mkuu iitishe kikao cha kamati kuu. Mheshimiwa mwenyekiti aitwe kwenye kikao cha kamati kuu, ajadiliwe kwenye kikao cha kamati kuu, na ikitupendeza atuachie chama chetu. Kama anavyosema kwamba anaiomba serikali iweze kuweka mgombea binafsi, basi na sisi tunampigia chapuo kwamba tunaishinikiza serikali iweke utaratibu wa mgombea binafsi, ikiwezekana kabla ya uchaguzi, na yeye aende kagombea binafsi kule Zanzibar. Sababu inaonekana shida zote hizi ni yeye kukosa nafasi ya kugombea urais wa kule Zanzibar. Kama chama Zanzibar ni yeye tu, lazima agombee yeye. Yaani chama ni yeye tu, yani kama yeye agombei basi mgogoro kwenye chama. Haiwezekani. Hiki chama sio, hatujatengeneza chama kwa ajili ya yeye agombee. Kashagombea mara 3, ameachieve nini? Amefanya nini kwenye chama cha ziada? Mjumbe anamuuliza pale kwenye mkutano kwamba mwenyekiti, sisi tumekumisi, tunahitaji kuona ushirikiano wako kwenye mikoa mbalimbali au Tanzania bara, twende tukafanye kampeni. Tunakosa kwa sababu kila mwaka wewe ni mgombea kule Zanzibar, kwa hiyo unakuwa na kipande chako tu cha Zanzibar. Huku bara tunakosa sisi uwakilishi wa kutembea na wewe. Tumekumisi mwenyekiti, unatuelezeaje hili? Anasema kwa kujimwamba fai kabisa kwamba mwaka huu mimi nitatembea bara na wewe utakuwa bodyguard wangu. Ni maneno ya zihaki, ni majibu ya dharau. Sasa sisi tumechoka kudharauliwa. Hatutaweza kukubali tena kudharauliwa. Kama tulishadharauliwa, tumedharauliwa sana, tukalinda heshima yake. Kwa sasa tuko tayari atuachie mwenyekiti wetu. Kwa hiyo wito wetu ni nini? Kwamba tunaandaa barua maalum, tutapeleka kwenye ofisi ya katibu mkuu, kuiomba ofisi ya katibu mkuu itishwe kikao cha kamati kuu kwa ajili ya kwenda kumjadili mwenyekiti, na ikitupendeza wajumbe wa kamati kuu, basi mheshimiwa mwenyekiti atuachie chama chetu, aendelee tu kuwa mjumbe wa kawaida, kwa sababu tunaona atoshi kuendelea kuwa mwenyekiti wa chama hiki, kwa sababu chama kimekuwa kimemwacha nyuma, chama kiko mbele zaidi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwaombe ndugu zangu viongozi, niwaombe wanachama mbalimbali na wananchi kuendelea kupuuza maneno ambayo anaendelea kuyasema mwenyekiti,
na badala yake kuendelea kufanya kazi kama ilivyo ada, kuendelea kutuamini, kuendelea kuimarisha na kujenga chama, haswa wakati huu ambao tunaenda kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu, mwishoni mwa mwaka huu. Lakini pia nitumie fursa hii kuwataka wanachama wote wa chama cha wakulima nchi nzima na wananchi ambao wanaamini kwenye misingi ya mabadiliko, kama ilivyo kauli mbiu yetu, mabadiliko ni lazima. Wakati ni huu, njoeni kwenye ofisi zetu. Wewe unataka udiwani, utaratibu upo wazi. Wewe unataka ubunge, utaratibu uko wazi, bila kujali itikadi, rangi yako, jinsia yako. Tutaangalia unatosha, unaweza kuuzika, basi wewe utakuwa mwakilishi katika hayo maeneo. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa muda wote ambao mlikuwa mnanisikiliza, na nichukue fursa hii sasa kumleta kwenu Mheshimiwa Shani Ali Kitumbua, mwenyekiti wa Jukwaa la Wanawake Taifa, na yeye aje atoe hisia zake juu ya jambo hili. Baada ya mwenyekiti wa Jukwaa la Wanawake, itafungwa mkutano huu na waandishi wa habari ambao uko moja kwa moja, utafungwa na bwana Ndonge, Said Ndonge, na yeye ataeleza hisia zake, na yeye ndo atatufungia jambo zima la leo ambalo tumeitana hapa. Kwa heshima na taazima, nikuombe hapo ulipo usogee huku nikukabidhi kiti kwa ajili ya kutoa hisia zako juu ya jambo hilo, na utueleze jukwaa lako la wanawake limechukuliaje taarifa hizi ambazo zipo na zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana. Asa dakika nyingi. Asa dakika nyingi. Dakika 3 nyingi. Hapo usinge nashukuru sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo wote. Nashukuru sana kwa uwepo wenu waandishi wa habari, kwa kuja kututembelea na kujua nini kinachotukwaza katika mustakabali tunakuelekea katika uchaguzi mkuu. Kwanza napenda niongelee kuhusu matamshi. Nimesikiliza hotuba ya Mheshimiwa mwenyekiti kutoka Zanzibar, Said Sudi. Kwa kweli amepotoka kiasi, kwa sababu kitendo cha kuambia kwamba vyama vilikuwepo, vyama vilipo vyote ni machawa, amewakosea na viongozi wa vyama vingine. Amewakosea sana. Na napenda nichukue nafasi hii kuwaomba msamaha viongozi wote wa vyama vyote. Kauli hii ameitumia yeye, sio chama. Kwa hiyo pale walipokwazika kwa njia moja ama nyingine, mimi kama mwenyekiti wa wanawake naomba msamaha kwa niaba ya chama. Kiongozi kama yeye aliona uchaguzi ulikuwa una figisu, kabla hatujaanza uchaguzi angekaa akatamka akasema hapa naona wajumbe sio sahihi, huyu na huyu na huyu na huyu naona hapa sio wajumbe. Lakini amekuja kulalamika baada ya kuona yeye ameshindwa katika uchaguzi, na wajumbe walioshiriki na wajumbe wanaoshiriki kwa kila uchaguzi mkuu tunapofanya, anapofanikiwa mbona aongea. Lakini leo hii kama tunavyosema kuna kushinda na kushindwa. Kama yeye ameshindwa, apishe watu wenginewe. Baba yetu naomba tu akapumzike, apishe vijana wafanye kazi. Sasa leo anakuja kutuhumu watu wote ni machawa, chama kina machawa. Kama inavyosemekana chama mkubwa atakuwa yeye, kwa sababu leo hii aweze akatoka mtu atokako kama ni CCM, kama ni Chadema, akanifuata mimi mwenyekiti wa wanawake, akaja akaniparushwa. Anamfuata mwenyekiti wa chama. Ndio atakayemwambia bwana, mimi nataka chama chako kinisaidie hiki na hiki. Kama tuna nafasi yeye anatuongoza. Kwa hiyo zote ni za kwake mwenyewe. Pili, napenda niongelee kuswala kusema msajili wa vyama ameshiriki katika yeye kuondolewa kwake. Ametoa pesa msajili wa vyama eti chama kipate kumuingua Said Sudi. Amekosea sana. Tunamuomba msajili
msamaha, atusamee sisi kwa kauli aliyotoa kiongozi wetu. Msajili alikuwa pale kwa ajili ya kushuhudia uchaguzi unaendaje, na ameangalia mwanzo mpaka mwisho, ameubariki uchaguzi umeenda vizuri, na yeye akatoa tamko ya kwamba endapo yeye ameshindwa na Mheshimiwa Sudi alitaka tuulie uchaguzi, Mheshimiwa msajili akasema hapana, haiwezekani, angalieni katiba inasemaje. Na tamko kutoka pale alete majina mawili kutoka Zanzibar tuje kuyajadili, tumchague mmoja hapo. Yeye kwa nini anangangania madaraka? Anataka nini? Ana manufaa gani katika madaraka yake anangangania? Kama leo hii msajili kapita Zanzibar, kaangalia tu kaona hata sanduku la kuwekea mafaili hamna. Yeye ndio mwenyekiti kule, yeye ndio anafanya kila kitu. Nani afanye? Kwa mheshimiwa, tunamwomba kitaka kupumzika apumzike kwa amani, aache chama kiendelee, na bado tunamhitaji kama mwenyekiti wetu. Lakini kwa swala hili la kugombea urais, hebu tunaomba akae pembeni, akubali tu matakwa aliyopo. Na mheshimiwa msimamizi, mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa, naye atusamee kwa kauli hii. Kama yeye msajili ametoa hela akatusaidia sisi tupate kumwengua yeye, na yeye leo amekata rufaa ameenda kwa msajili, anategemea majibu gani? Kuna nini kitaendelea hapo? Mtu ambaye amemshutumu afu anakwenda kumlilia tena anamwomba msamaha, anaomba msamaha kwa njia gani? Kwa kweli Mheshimiwa Sudi amejipotosha kidogo katika hili. Mtu mzima aambiwi, lakini bila mwingine unajirudi wewe mwenyewe. Tuwao tunasema sisi hatujamkosea chochote, wajumbe ndio walimkataa katika mkutano ule, na kama wajumbe walimkataa, hata kuleta hata mikutano mingine mitatu minne, bado wajumbe watakuwa ni wale wale na sababu zao ni zile zile, la kumwambia Mheshimiwa Sudi simama pembeni. Kwa sababu hata kiongozi la anataka kugombea, tukamwambia baba kaa pembeni, tunataka sura mpya sasa hivi, tujue chama tunakiendeshaje sasa kwa mbele huko, ili maendeleo yazidi kwa wanachama. Tunataka waje wengi, na hapo maendeleo yazidi kuwa mengi katika chama chetu. Tunataka wagombea udiwani, tunataka wagombea ubunge, yeyote kutoka chama chochote. Na kwa kupitia hiyo media hii tunasema ya kwamba uchaguzi mkuu 2025 AAFP tunashiriki, na tunaomba wananchi wapuuze maneno ya chama chochote ambao wanapotesha. Hakuna uchaguzi na hakuna vita, hakuna chochote. Uchaguzi utakuwa wa amani, japo uhuru utakuwa na mashaka, kwa sababu kweli ndugu zetu wanatubana sana katika kipande hiki kidogo, wanatubana, lakini uchaguzi tunashukuru. Sasa sio tija. Sasa tunasema msusia nani? Kuhusu kwa chama kimoja ama vile katika vitu vya 19 uchaguzi unaenda. Na sisi tukisema tujiunga na yeye tukatae uchaguzi, hicho kitu hakiwezekani. Bado uchaguzi utaenda. Watu wanataka kautumikie wananchi. Watu wanatumwa, wanataka wawe madiwani, wawe wabunge kwa ajili ya kwenda kuwasemea wananchi. Sasa leo hii sisi tunasusa eti there is no reform no election. Kweli tunahitaji, lakini sio kususia uchaguzi. Kwa mimi kama mwenyekiti wa jukwaa la wanawake, na wanawake wote Tanzania, na waasa waingie kwenye nafasi za kugombea udiwani, waingie kwenye nafasi za kugombea ubunge, na tunawakaribisha chama cha AAFP. Mimi ni mwenyekiti jukwaa la wanawake taifa, nadhani sehemu nyingi watu wananiona. Kwa hiyo ukihitaji fika kwenye chama chetu, aidha katika kanda uliopo, katika mkoa wako ulipo, katika jimbo lako ulipo, ulizia chama cha AFP. Tunakaribisha wagombea udiwani na ubunge katika kata zote na majimbo yote. Mheshimiwa Sudi atupishe kidogo. Kama anaweza kukaa pembeni, akae pembeni, atuache. Hiyo rufaa yake aliyokata, inshallah tunamwambia kila laheri. Kama atafanikiwa, inshallah. Kama kufanikiwa, basi tuende kwa amani, tumalize uchaguzi salama, mengine yaendelee. Kama anaosema mwenyewe kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa kweli sina mengi sana ya kuongea, alikuwa ni hayo tu. Ila nashukuru sana waandishi wa habari mlivyokuja kwetu. Na namshukuru mheshimiwa msajili kwa uvumilivu wake, kwa sababu hata hili naye kalipata, lakini hajazungumzia chochote. Yeye ni baba yetu, yeye ni mlezi wetu. Kwa hiyo mimi naturudia hata naomba msamaha kwa msajili kwa kauli aliyotoa mheshimiwa mwenyekiti. Hiyo ilikuwa ni kauli yake binafsi, si kauli ya chama. Na viongozi wenzetu wote wa vyama, hiyo ilikuwa kauli ya Sudi, sio kauli ya chama. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kusaidiana katika njia moja ama nyingine. Tunafahamu mama anaopiga mwingi sana, lakini tukutane uwanjani goli itakapofunguliwa. Sina mengi ya kuzungumza, na washukuru sana waandishi wa habari. Asante sana.
Tungekushana tu hapo. Wewe ungekaa huko. Hapo challenge tu. Naitwa Ndonge, niko live mubashara kabisa. Ndugu zangu viongozi wa chama cha AAFP, itifaki imezingatiwa. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wananchi wanachama wa chama cha AAFP, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Amen. Ndugu zangu, leo tumekuja hapa au nimefika hapa kuzungumzia masuala machache yanayohusu chama chetu, lakini kikubwa chanzo ni mheshimiwa mwenyekiti wetu Sudi Saidi Sudi. Ndugu zangu, mheshimiwa Sudi mwenyekiti wetu wa chama cha AAFP amekuwa ana malalamiko na manunguniko kuhusu chama chetu, lakini mbaya zaidi anajumuisha siasa yote, anachafua siasa yote, anachafua vyama vyote. Alipokuwa anazungumza na mwandishi wa habari wa Sauti Digital, alimuuliza kuhusu swala la demokrasia ya nchi hii. Wanasudi anachokisema yeye kwamba demokrasia ya nchi hii kwa sasa vyama vyote ni machawa, akiacha chama chake anachokiamini cha CCM na siji chama gani kingine, lakini anasema chama chote ni machawa. Sasa mimi niwaeleze ndugu zangu, Mungu katuhusia sana tusiwe na wanafiki. Saidi ni mnafiki, na Mungu anasema alama za mnafiki ni 3. Alama za mnafiki ni 3. Ya kwanza, mnafiki akiaminiwa aaminiki, akisema asemi kweli, na akiahidi atendi. Saidi Sudi sisi tumemwamini kwenye chama hichi yeye kuwa ndo mwenyekiti wetu, lakini inavyoonyesha kwa maneno yake sasa hivi ni mnafiki, maana yake aaminiki. Aaminiki kwa sababu gani? Kama mfumo wa uchawa wa vyama vya upinzani mnufaika mkubwa kwenye nchi hii Saidi Sudi kashawahi kuwa mwanachama wa CCM na kuwa mwenyekiti wa chama cha AAFP kwa wakati mmoja, kuanzia 2015 mpaka 2020. Aliwahi kuitumikia Chama cha Mapinduzi kwa kumshutumu sana Seif Sharif Hamad, na mwisho wa siku akapewa hongera yake au bonasi uwaziri asiyokuwa na wizara maalumu kwenye ofisi ya rais. Uwaziri ule hatujawahi kupata dokumenti yoyote, yani karatasi yoyote ya kuonesha kama chama cha AAFP tupo kwenye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Maana yake nini? Aliteuliwa kama mwanachama wa CCM na alikuwa anatekeleza ilani ya chama cha CCM huku akiwa mwenyekiti wa chama cha AAFP kwa miaka 5. Leo Saidi Sudi anasema watu machawa. Kuna uchawa mkubwa zaidi ya huo? Sababu tumeona wenzie wote walioteuliwa kwenye serikali walirudisha kadi, waliondoka, wakaenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, wamejiunga rasmi. Sio wa kwanza kuteuliwa, hata ukubala watu waliteuliwa, lakini wote wamerudi CCM. Yeye ameteuliwa, amekuwa waziri kwa miaka 5, waziri wa Chama cha Mapinduzi, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, huku akiwa mwenyekiti taifa. Watu wamemvumilia kwa maslahi yake binafsi. Leo watu hao walomvumilia, wakiwemo watu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, chama chake cha Mapinduzi anafi. Hiyo ni alama ya kwanza ya mnafiki, kwamba
akiaminiwa aaminiki. Watu walimwamini wakamweka kwenye hivyo vyeo mbalimbali cha mapinzani kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Leo anaamua kujivua nguo mwenyewe. Lakini tunasema akisema asemi kweli. Said Sudi mwenyekiti, na kwa bahati nzuri kwa wiki ile katibu alitoka, mimi nilikuwa daktari wa zamu. Nilikuwa naambia wenzangu sasa nimekuwa daktari wa zamu wiki ambayo tunaelekea uchaguzi. Baada prosesi zote kufanywa na kutangaza, Sudi Said aliahidi anakuja hapa tarehe 26. Ilikuwa sawa na Jumamosi ambao mchujo wa wagombea siku hiyo ndio ulikuwa unafanyika. Na ratiba anaijua tarehe 26/7 kuna halmashauri kuu, kamati kuu, tarehe 28 halmashauri kuu, na tarehe 29 tunakwenda kwenye mkutano mkuu. Said Sudi aliahidi, aliyesema anakuja tarehe 26. Matokeo yake kaja tarehe 29 saa 3 ya asubuhi. Na ratiba anayo. Leo anawadanganyia watu au anajidanganya mwenyewe kwamba mambo yale hayakwenda sawa. Lakini Said Sudi ule mkutano akachungulia katiba kwamba ya kuufungua kaufungua yeye, kaendesha mambo yote, agenda zote zimesomwa yeye akiwa mwenyekiti na katibu mkuu, kasimamia vitu vyote. Kitu ambacho anakilalamikia Said Sudi, matokeo za yeye kumfanya kuwa mgombea urais kwa upande wa Zanzibar, ndio anachokilalamikia. Ni kitu ambacho ni cha mwisho, kwa sababu baada ya matokeo hakukuwa tena na ajenda nyingine. Ajenda ya uchaguzi ndio ilikuwa ya mwisho baada ya ajenda zote kusomwa na zote kupitiwa. Vitu vyote vile alivisimamia, akijua kwamba ule mkutano ni halali na yeye ni halali, na ndio maana alisimamia vyote. Said Sudi kuthibitisha kama ule mkutano ulikuwa halali, paka kujinadi kajinadi. Tukamaliza, watu wakafanya demokrasia yao, demokrasia imemtupa mkono. Leo anawadanganya watu kwamba hakukufatika na utaratibu wote hujafatwa. Yeye alikuwa anasimamia pale vitu kinyume cha utaratibu. Mnafiki kwamba akiaminiwa aaminiki, akisema asemi kweli, na akiahidi atendi. Imeenda mkondo wake, tutaangalia jinsi gani kaahidi. Leo analalamika nini? Sasa simwachi bure. Mimi nataka nimuelekeze mwenyekiti Sudi Said kwa maneno yote aliyosema kwa watu ambao wana akili timamu. Maana yake anaujulisha umma au anatujulisha sisi kama wanachama wa chama cha AAFP kwamba yeye kuwa kiongozi wa chama hichi. Ndiyo tafasiri yake, kama yajui. Tafasiri yake ndio hiyo, kwa sababu yeye ukiacha ugombea, ukiacha nini, vitu vyote ndio msimamizi mkuu wa chama. Yeye ndio kila kitu kwenye hichi chama. Tukiacha mkutano mkuu, anazidiwa na mkutano mkuu na demokrasia ya wananchi. Hicho asikisahau. Yaani umaarufu wake wote, ukuu wake wote, tukifika kwenye mkutano mkuu na ni wajumbe wakaamua, yeye anakuwa chini ya maamuzi yale. Tunafanya security ya ndani na nje. Tunafanya uchunguzi, tunachunguzana ndani na nje kama yeye alichofanya. Said Sudi siku zote amekuwa aamini kupitia AFP, anaamini kupitia vyama vingine. Kwenye mazungumzo yake anasema viongozi wa nchi hii wa demokrasia wa vyama vya siasa ni machawa kwa sababu Tundu Lissu kaenda mahakamani, vyama vipo kimya. Nimwambie kwamba sisi wakati tunaanzisha chama hichi Chadema kipo. Tafasiri yake nini? Hatuamini kupitia Chadema, ndio maana tumeanzisha hichi chama. Asije akaona hata siku moja sisi labda tunaamini kupitia CCM au tunaamini kupitia ACT au tunaamini kupitia Chadema. Sisi na vyama vingine vyote hatuamini kupitia huko, ndio maana hichi chama kipo. Na kama tungekuwa tunaamini kupitia vyama vingine, kulikuwa hakuna sababu ya sisi kuwa kwenye chama hiki. Kwa hiyo atajisumbua sana kwa kusema
sisi tukae tuamini kupitia chama kingine kama yeye anachoamini. Mwanzo alikuwa anaamini kupitia CCM, wamenitupa mkono, sasa hivi anaamini kupitia ACT, yeye ndo anaamini hivyo. Na sisi hatuwezi kukaa na kiongozi ambaye anaamini kupitia chama kingine, aamini kupitia chama chake. Hatuwezi kufanya hivyo hata kidogo. Sasa basi, kwa maneno haya sisi tunakiri, au mimi nakiri binafsi kupitia na jukwaa langu la watu wenye ulemavu na katiba ya chama hichi, tunasema kwamba Said Sudi analazimisha tumpe maji anawe. Sisi hatumpi maji anawe kwa sababu ana akili timamu, anawe mwenyewe. Na hata siku moja hatutateteleka kwa ajili ya maneno yake. Sisi tutateteleka kwa kuangalia tumevunja katiba na tumevunja sheria. Chama hichi ni chama cha demokrasia, chama cha siasa, kinafuata mfumo wa demokrasia, na demokrasia wengi wape. Kwa hiyo yeye ajigundue yupo kwa ajili ya wachache. Kama alivyosema yeye mwenyewe, kataja anakuwa na wajumbe kutoka Zanzibar, hawawezi wakamfanyisha yeye awe apigiwe kula nyingi, lakini anakasahau kama hii, kama angekuwa anagombea Zanzibar ingekuwa mara ya 4. Hizo mara 3 zote alipitishwa na watu hao ambao sasa hivi yeye anawaona machawa, anawatukana watendaji wake, kwa sababu sisi ndio watendaji wake. Anaposema chama hichi kina machawa, maana yake ukimuondoa yeye machawa ni sisi. Sasa sisi hatutaki kumpa majina mabaya, tuna majina mengi mabaya, mengi sana, na tukiamua kumpa hayo majina anaweza akaenda hata mahakamani, lakini sisi hatufiki huko. Sisi tunachosema demokrasia imefuata, na kila mtu demokrasia itamkuta. Tunapolalamikia mfumo wa udikteta nje ya chama, basi hata yeye ndani ya chama anatakiwa aelewe kwamba mfumo huo hapa hautakuwepo na turuhusu. Sasa yote kwa yote, na sisi tunaungana na madawati mengine au majukwaa mengine kwamba anatakiwa mwenyekiti aitwe kwenye kamati kuu ili tumuoje, aje kuthibitisha hayo maneno anayosema yote ya uongo. Kama kweli hivyo vitu vimefanyika, aje na uthibitisho huo tuuchukue, tuupeleke ngazi inayofuata, na mwisho wa siku aje kujieleza kwenye mkutano mkuu, ama kwa mujibu wa katiba yetu na kanuni, chombo chochote kile ambacho kina haki ya kufanya maamuzi juu yake. Basi kama kaonewa, haki yake apate, lakini kama anaongea uongo hatuwezi tukamvumilia, na hatupo tayari kuongozwa na mtu ambaye hata katiba yake yenyewe haijui. Maana yake anasema akitoka Zanzibar yeye anakuja kuthibitishwa, lakini katiba ukiisoma inasema watakuja wagombea Zanzibar wasiopungua 2. Sasa kama wasiopungua 2 wote pale akasema anajitoa. Kwa hiyo alitakaje sasa? Manake ukisikia tu mulete 2, manake kuna machaguo, sio uthibitishaji. Sisi hatufanyi kazi ya kuteua. Sisi sio chama hicho ambacho anakiamini zidumu fikra za mwenyekiti. Hata hao waliokuwa wanaamini zidumu fikra za mwenyekiti sasa hivi hawaamini tena. Sasa hivi wanaendelea na mambo mengine. Sasa anataka sisi tukae hapa tuanze kumsikiliza yeye, anajua hii familia yake. Hii sio familia yake. Kama anataka kuongoza familia yake aendelee, na tunampa option vile vile mwenyekiti. Sio lazima kubaki kwenye chama hichi. Kama anaona chama kwa mujibu wa yeye kimepoteza mwelekeo, yeye alipotakuwa anataka kukiongoza kiongozeki hivyo, ana ruksa kuondoka bila maneno. Tukianza kupiga vita maneno hatutamaliza. Kwa hiyo na sisi tunasema kwamba hatua zichukuliwe. Mwenyekiti kashindwa kwa sasa. Kama sisi tuna wasiwasi naye sana na uongozi wake na uwezo wa kuongoza taasisi hii, mwisho wa siku tunaweza tukamsamehe bure akiondoka kwa utaratibu mzuri, kwa sababu umri na wao umefika, umri wa kustaafu na wao umefika. Pamoja siasa za Tanzania zinaonekana hakuna wastaafu, anaweza akajifananisha na mwenyekiti wa Sila huko labda na miaka 80 na kadhaa, lakini sisi tunampa option ya kwamba apunzike sasa, kwa sababu umri wa kustaafu umefika. Tuna wasiwasi na jinsi anavyofikiria, kama alivyofanya Marekani kule kwa John Biden. Ameambiwa wewe bwana ni mtu mzima baki, basi na sisi tunamwambia Sudi Said kwamba
aendelee kubaki, ale mafao yake, aendelee kuwatumikia hao ambao wanawaamini, lakini sisi tena hatumuamini tena, na yeye tunaamini hatuamini tena. Kiufupi sisi na mwenyekiti chama na mwenyekiti hatuaminiani. Asanteni. Maliza tuifunge. Au tunamaliza. Piga. Mwanangu. Piga. Wewe tena. Piga kwa kazi. Ndio sasa yache ile. Asanteni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Karibuni sana makao makuu ya chama cha AAFP. Kwa majina naitwa Rashidi Saidi Maokola, ni katibu wa itikadi na uenezi wa chama. Kwanza awali yote niwashukuru wajumbe wote ambao wamekuja majukwaa mbalimbali ya chama cha AAFP. Napenda uwepo wa jukwaa la wanawake taifa ikiongozwa na mwenyekiti Shani Ali Kitumbua, lakini napenda kutambua uwepo wa mwenyekiti wa jukwaa la vijana ambaye kitaasisi ndio secretary ya chama, Mheshimiwa Yusko Lai Gania. Lakini napenda uwepo wa jukwaa la watu wenye ulemavu au mahitaji maalum kwa ujumla, Ndonge Saidi Ndonge, wenyewe wanapenda kumwita kama mkeraji. Kule kwa Hani walikuwa wanamuita mzungu Manala, kwa Hani, wanajua kwa Hani, tulienda kwenye kampeni. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi zaidi ni kwamba mkutano huu ambao unaruka live kupitia makao makuu ya chama cha AAFP, lengo kubwa kama mkurugenzi wa habari ni kwamba kuweza kusapoti yale ambao walioongea majukwaa ya chama kama nilivyoyasema hapo mbele. Lakini kwa protocol yangu iliyokuwa ni kama kuja kufunga huu mjadala ambao au maelezo ya idara ya habari yalikuwa yanaendelea, na mengi nimeyasikia, nimeyaona na nazidi kuyakazia. Jambo la kwanza, ndugu zangu, chama cha AAFP kina katiba, kina kanuni zake. Chama cha AAFP akiendeshi kwa mlengo wa mtu mmoja au mmoja, kwa sababu leo hii tunavyoambiwa chama cha AAFP kina mgogoro, hii inaleta mashaka. Mgogoro huu unatokana na nini? Huu mgogoro unatokana na nini? Sasa mimi natoa rai ambayo nimepewa maelekezo sehemu mbalimbali zilizopita kwa ajili ya kukitangaza chama hiki mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, kata mbalimbali mpaka vijiji na vitongoji. Wakasema kinachoendelea ndani ya chama cha AFP cha kusema kwamba kuna mgogoro. Kama kuna mgogoro wa mwenyekiti na katibu, basi mwenyekiti na katibu ndani ya chama cha AAFP wote watakuwa hawafai. Sehemu zote zilizopita ndani ya nchi hii wanasema kama ni mgogoro unaonekana baina ya katibu mkuu wa chama cha AAFP lakini na mwenyekiti wa chama Said Sudi, ndio wanaonekana wana tatizo wao wenyewe. Kama wana masuala yao hatujui, wao ndio wanatakiwa waondoke kwenye chama hiki, chama wakiache salama, na chama hiki ni chama cha wananchi. Sisi tunaingia katika mfumo wa mabadiliko ndani ya nchi hii, na tarehe 25 kwanza watu wache. Kama wana mgogoro wao wa katibu na mwenyekiti, kama wanao wanaujua wenyewe, watu wache. Safari hii tunachukua nchi mapema kabisa. Nchi tunachukua mapema kabisa tarehe 25 mwezi wa 10, mapema kabisa. Nafasi ya urais, wabunge na madiwani ndani ya nchi hii, AAFP tunakwenda kushika hatamu. Acheni na maneno ambayo yanayoongea kwenye mitandao, si watu fulani wameenda huku, si wana nguvu. Vyama vyote ndani ya nchi 19 vyenye usajili wa kudumu, vyote vina nguvu. Kwa hiyo narudia tena, haya yanayoendelea kama yapo mnasikia, na mwenyekiti wa chama cha AFP ameongea na MC popote alipo. Naamini mkutano huu au mkutano tunaongea unaruka HQ makao makuu live moja kwa moja. Mwenyekiti wangu Said Sudi mkubwa achutami, ambi chutama. Kama walikuwa wajumbe wamekuelekeza, wamekupigia kula ya hapana
kwenye nafasi ya kugombea urais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwenyekiti Said Sudi, na kuomba ukubaliane na matokeo ya wajumbe wa mkutano mkuu ambayo wameyaamua, ili tuje kukitengeneza chama sambamba, ukitembea na mimi mwenezi kwenye wilaya mbalimbali na mikoa mbalimbali, ili kuwanadi wagombea wa nafasi ya ubunge na madiwani na nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bado tuna nafasi ya kumsamisha mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar. Twende tukawanadi na kuwapeperusha ili nchi tuchukue mapema kabisa. Narudia tena, majukwaa la watu walemavu wameongea, jukwaa la vijana wameongea, jukwaa la wanawake wameongea. Chama cha AAFP hakuna mgogoro. Kama kuna mtu yoyote, kiongozi yoyote ndani ya chama hiki anasema chama cha AAFP kina mgogoro, alafu anasema chama hiki kimejaa machawa, hivi machawa ni akina nani? Hao machawa akina nani hao machawa? Hao machawa, tukitafuta hao machawa na akina nani? Tusitakane, tutafutane, tukaongea mambo ya kwenye engo, ya kwenye nini. Haya mambo hayafai. Haya mambo hayafai. Ninachosisitiza tena na narudia tena, kupitia mkutano huu ambao unaruka moja kwa moja eneo la makao makuu ya chama, na wasii wananchi wenye sifa ya kugombea nafasi ya ubunge na udiwani, nafasi ya urais hiyo tayari ishaisha kushineli. Hapo nafasi ya urais tushampendekeza Kunje Ngombale Mwilu, ndiyo mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kunje Ngombale Mwilu. Ngombale Mwilu. Huyo ndio mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 25 mwezi wa 10 mapema tu AFP tunatangaza baraza la mawaziri. Haya mambo sio tunachukulia masiala. Nchi sasa hivi inataka itulie, na chama pekee ambacho kinataka kutuliza nchi ni chama cha AFP. Nyuma unaona mabadiliko ni lazima. Mabadiliko ni nini? Lazima wakaunda utakuja katika njia hiyo. Kwa asitokee mtu yoyote kututenganisha katika mazingira haya, na tuko kwenye mfumo wa kwenda kutengeneza dola. Tarehe 25 mwezi wa 10 naamini katibu mkuu wa chama cha AFP, naamini mwenyekiti wa chama cha AFP Said Sudi, maneno haya mnayasikia popote mlipo. Naamini wifi mnazo, mnaangalia live mkutano huu makao makuu, na mimi niliwaacha majukwaa waongee nikiwa kama mkurugenzi wa itikadi na uenezi wa chama. Hili nasisitiza sana. Sasa hivi nchi imetulia na watu wametuelewa, kwa sababu sera yetu iko vizuri. Na kwa mfano Mheshimiwa mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema jambo la kwanza atakisha kipaumbele ya miundombinu. Miundombinu ndio wakulima ambayo inawasumbua ndani ya nchi. Tumeshuhudia wenyewe, ukienda Morogoro huko barabara ziko changamoto. Mkungu kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam ambao unataka kununua shilingi 500 unauzwa shilingi 1500. Hii inatokana na sababu ya nini? Ya miundombinu ambayo iliyopo si mizuri. Na kupitia chama cha CCM ambao wameshindwa kuidhibiti na kuirekebisha miundombinu ndani ya nchi, kupitia chama cha AAFP tunaahidi miundombinu ndani ya nchi yote itakuwa salama. Sehemu inayohitajika lami tukahakisha itapigwa lami, barabara ipitike. Sehemu inahitajika kuwa na kiwango cha kokoto, tutahakisha njia itatengenezwa kwa kokoto inapitika masaa 24 bila kujali vuli, masika wala kiangazi. Njia hiyo lazima itakuwa inapitika. Tutahakikisha njia hizo tutengeneza mifereji mikubwa ya kuweza kupitisha maji na gasi kapita muda wote. Huo ndio mpango wa mgombea wetu wa nafasi ya urais wa chama hiki. Huenda hiyo tarehe ya tume atakayoitangaza akiteuliwa, jambo la kwanza kwenye kunadi sera zetu atahakikisha miundombinu ndani ya nchi yote inakuwa salama. Kwa hiyo mimi niseme tu niwashukuru sana ndugu zangu wa majukwaa ya chama cha AAFP. Yaliyo mengi mmeyaongea na mmetoa dukuduku lenu, na kama kuna watu walikuwa wanasikia kwamba kuna sababu fulani na fulani, nafikiri majibu wameyapata kupitia kwenu, kwa sababu chama bila majukwaa, chama hicho akiendi. Nyinyi ndio mnaangalia changamoto zikoje, wapi watu waelekee, chama kiendeje, nyinyi ndio mnaona. Mimi mkurugenzi na itikadi wa uenezi, jukumu langu mimi ni hili tu, kwamba nimekuja kufunga mkutano huu rasmi, kuwa waandishi wa habari,
kuwa na wakaribisheni tena waandishi wa habari siku ambayo mtakayeitwa kuja hapa muje kuchukua habari, na hizi habari muzitoe kama zilivyo. Msimuunye neno wala msiongeze neno. Hizi habari mzitoe kama zilivyo. Chama cha AAFP tunakaribisha vyombo vya habari vyote ndani ya nchi hii kufanya kazi na sisi. Msiangalie siasa zile za jina la mtu. Hizo sio siasa. Sisi tunakwenda na mabadiliko, lazima siasa na maisha ya watu. Bila siasa na maisha, bila siasa huwezi kuwa na nini? Maisha. Kwa hiyo wananchi, msivunjike moyo. Msivunjike moyo. Na bado nitie rai, kuna zoezi linaendelea la uboreshaji wa uandikishaji wa daftari la wapiga kura. Naomba wananchi muende mkahakiki taarifa zenu, kama mmejiandikisha vizuri. Kama kuna taarifa yako ulikosea, nenda kazirekebishe. Lakini pili, kwa wale ambao walikuwa hawajajiandikisha, nafasi tena Tume Huru ya Uchaguzi imetoa tena, muende mkajiandikishe ili mupate fursa ya kuweza kufanya maamuzi ya tarehe 25 ya kuweza kuchagua kiongozi ambaye atakayeweza kuwakilisha ndani ya jimbo, ndani ya kata, lakini ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maanisha nafasi ya urais. Kwa hiyo nafasi mmepewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kwa lengo mkaende mkaboreshe taarifa zenu mziandikisha mwanzo. Lakini pili, muende wala ambao hawajajiandikisha, muende mkajiandikishe sasa. Nafasi ndio hiyo. Kwa kupitia maneno haya na wahamasisha wananchi muende mkafanyaje? Mkajiandikishe. AAFP, mabadiliko lazima. AAFP, Mabadiliko lazima. Nani kama AAFP? Hakuna. Hakuna Haya, asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Allahu Akbar. Aidi simu tena. Simu kwa ingii tena. Leo kimeshafunguliwa. Naomba wananchi muende.